Al-Akhi Hemedi, huu ni Mwangaza Mtaani na tunakuwa na maswali, lakini pia lengo letu ni kuongezeana maarifa. Leo tunazungumzia swala zima la madada hawa, hasa kipindi hichi cha mvua. Tumeshuhudia wanapokutana na tope mtaani, anapita anakutana na tope au maji yametuama, basi anapandisha nguo yake, tena sio kidogo, anajisahau, mwingine anapandisha mpaka kwenye mapaja, magoti. Sasa wakati anapofanya hivi, nguo yake ameiona na thamani kuliko mwili wake, ama mwili una thamani kuliko nguo yake? Hakika mambo ni kwamba mwili una thamani kuliko nguo, lakini kulingana na mazingira na akili kipindi hicho ndio imemsababisha yeye kusahau kwamba yeye ana thamani zaidi mwili wake kuliko ile nguo. Ndivyo. Sasa ameogopa tope. Hakika kwamba tunaweza kusema ameogopa tope, lakini sasa kulingana na akili yake kipindi kile imelenga yeye moja kwa moja kwamba nitoe tope, wakati ndo anajiweka katika hali ya uchi, unaweza kusema kitu kama hicho. Lakini ni uhalisia kwamba yataka sana kuchunga, manake uangalie shakhsi yako mwenyewe, thamani yako mwenyewe, lakini kwa hakika wakina dada ni watu wenye kukafilika sana kwenye mambo kama haya. Naam. Nini kinapelekea hilo sasa? Wallahi kubwa nafikiri ni katika swala la elimu. Elimu ya kidini kidogo ni mushkeli. Ni tatizo, maana kama mtu ambaye amesoma madarasa vizuri akawa anafuata dini yake, la kwanza kuangalia ni stara yake. Alafu kishapo ndo ataangalia kama hawa matope ni vipi, lakini hilo naweza kufikiri kwamba inaweza kuwa ni tatizo kidogo. Dini maana yake tumeweka nyuma sana. Na hata ukiangalia kina dada wenyewe ambao wanapandisha juu hizi nguo, wengi ukiangalia ni nusu Muislamu, nusu ndio hivyo wako hivyo. Lakini kama sidhani mtu kama kapiga majalabibi yake yale kisawasawa, nguo mpaka chini, aweza kupandisha juu nguo juu? Hawezi. Lakini nafikiri ni hivyo. Unamwambiaje sasa yule anayekutazama akiwa na tabia kama hiyo? Kwa sababu mfano tumesema wakina dada, sasa yeye si huyo anayekutazama. Kumwambia vipi labda? Akiwa na tabia kama hiyo unamhusia nini? Kwa tabia hiyo, kwa sababu tumezungumzia hawa ambao wanavaa madera. Sasa yeye kavaa suruali, sasa sidhani kama yeye anaweza. Hapana, huyo anayekutazama kupitia kamera ambayo iko mbele yetu. Kumwambia manake sana labda ni kuvaa nguo ambazo zinaweza zikawa, kwa mfano labda uko na viatu ambavyo vinaweza kuhimili manake matope, naweza kusema hivyo, kwa sababu kuna sehemu nyingine ukapita, kama lao utakuwa labda umevaa katika vitu ambavyo vitakuwa ni vyenye kuharibika zaidi, wewe lazima uhepe yale matope. Huo ndo halisi ulivyo. Lakini cha almuhimu kwamba kuangalia wakati mwingine hata labda matope mengine inawezekana kuna hali fulani za kinajisi, na sisi Waislamu vitu kama hivyo ni mushkeli. Kwa hivyo labda inawezekana ni kukunja suruali au kuweka katika hali ambayo huwezi kupata matope. Labda naweza kusema hivyo kifupi. Shukrani sana bwana. Shukrani bwana. Asante sana. Mwangaza Mtaani, ongeza maarifa.